Sawa, nafikiri tumekamilisha. Kuna sehemu ndogo sana ya mwisho itakuwa tu ya maswali na majibu kidogo kuulizia. Mimi ninalo moja, nianze tushasamani kidogo. Tofauti ya umra yenyewe inamalizia na ibada ya kunyoa umra, lakini nimeona kwamba unaweza ukanyoa alafu baadaye ndio ukaenda kufanya tawafu ifadha. Mtu anaweza akafanya tawafu ifadha akanyoa mwishoni? Hii ambayo swali zuri sana Izudin. Katika hii siku ya 10 haya matendo yote yaliyotajwa, matendo manne yale pale, yani lile mtume vile alivyokaa vile ndio utakuwa uanze vile kwa utaratibu ule ule. Jafar, umeona? Yani kwanza kurusha mawe, kuchinja, kunyoa au kupunguza, tawafu ifadha, utakuwa ufanye vile kwa utaratibu ule. Lakini mtume vile anafanya hija yake ya kuaga, hijjatul wadaa, alikuwa kila mtu akija akimuuliza, bwana mtume, mimi nimenyoa kabla sijafanya tawafu, mtume akamwambia fanya, hakuna ubaya. Mwingine anakuja, bwana mtume, mimi nimechinja kabla sijanyoa. Kwa hiyo ukifanya yote moja wapo ukaanza, mara nyingi hii wengi tunarusha jamarati wengi mara nyingi. Kwa hiyo pia ukanyoa ukaenda kupiga jamarati, hakuna ubaya. Lakini vizuri kufanya kwa ule mtiririko ule pale. Kwa ule mtiririko akifanya kaanza cha chini, cha mwisho, akaanza cha mwanzo, kaja kati, hakuna ubaya. Lakini ilivyo ni ule mtiririko kisheria hasa kwa vile. Wallahu a'lam. Wanaume waliovaa hiramu kabla hawajaivua, akishanyoa akishanyoa anatoa ihram, anavua zile nguo. Anaenda kufanya tawafu ya mwisho wakati hana ihram, amevaa kanzu yake. Anafanya mwisho. Shafaruzi, umefahamu? Ani tawafu hii, unaona tawafu ifadha hii. Taasisi nyingi huaga hawaendi kufanya hii mwezi 10. Sababu watu wanakuwa wamechoka sana. Sababu hii mwezi 10 kurudi nyuma, kuna siku watu wameshinda Arafa. Ya mwisho si tunazungumza tawafu ya mwisho. Hii namba 10. Ifadha ambayo itakuwa ifanywe mwezi 10 pale, siku ya Eid ile. Sasa wengi wanakuwa wanaiahirisha ile tawafu, wanafanya baada ya kutoka Mina. Sasa mama alikuwa anauliza, je, watakuwa na ihram? Nikamwambia inaruhusiwa kufanya na zile na kanzu. Sio kuaga sana na wadaa ya haja bosi wanaiahirisha. Hata Swafa mlifanya hivyo pia, mlifanya mwezi 12 hawakuwa warudi, kwa sababu ukirudi inakuwa kidogo safari yako inakuwa kidogo tabu. Kwa hiyo mama naruhusiwa, unafanya, mimi na wengine nafanyaga na kanzu. Kwa hiyo naruhusiwa au kwa sababu ihramu kama pia kinavaa na kanzu unafanyia juu hiyo, ndio unazunguka juu hiyo juu. Kuna hoja watu, kuna mwaka fulani mimi nilifanya juu, so juu ya pili nilifanya juu mwisho ule msikiti. Sawa. Tuna maswali manne hapa sisi ya kuuliza. Kuna maswali hapa. Mara moja tu maswali manne chap. Hii tufunge, tusome dua, tufunge siku ya leo. Tufunge. Sawa. Okay, twende haraka na maswali kidogo iwe kama sehemu ya activity. Alafu tumalizie na kipande cha mwisho. Ni siku gani siku ya Arafa? Ni siku gani siku ya Arafa? Unaonyesha mkono alafu na mara nyingi sasa hivi tunaangalia yule ambaye atakuwa nyosha, tutamchagua. Ndio ambaye atakuwa nyosha bwana, jibu. Kwa hiyo ambaye unyooshe bwana, tunaweza kuchaguliwa au tutaangalia pia. Inawezekana kana nyosha pia tusimchague, tukamchagua yule ambaye mwingine tukasema hivi kwa hakumbia chague, ngoja ni utakuwa unachagua mtu. Chague mtu point. Share atachagua mtu. Mimi nitachagua inshallah. Sawa, tuanze na mama kwa kuwa umenyosha mkono. Karibu. Naam? Hizo karatasi? Karatasi aliwapa tena karatasi. Acha wajibu tu, sawa? Mama jibu. Ni siku gani ya Arafa? Siku ya 9. Okay, swali la pili, tunalala wapi baada ya Arafa? Kwa kuwa wana makaratasi, chagua mtu Sheikh. Ukti Sharifa. Hii tunalala wapi baada ya Arafa? Kushatoka Arafa sasa kuna kulala wapi? Namchagua. Namchagua mtu. Unaona hiyo sasa? Muzdalifa. Mashaallah. Barakallahu fiki. Muzdalifa. Swali la 3, siku gani tunachinja? Siku gani tunachinja? Bipili. Usitazame huko, usigezee, unageza bana. Sasa usimwambie Bipili. Usijibu, usiangalie humo.
Na mimi ukatizama pia usikwashindwa unajua kujibu. Kwa mtu mmoja alikuwa chuoni tunasoma kule. Pili usiangalie. Tunasoma yeye ana kitabu anacho, kapewa mtihani. Mtihani ulivyokuwa na yeye akakutana na mtu hata mjui asomi somo lile, anampa kile kitabu. Bana nisaidie. Yaani kitabu anacho, unaweza kitabu anacho cha yaani ule mtihani kuna kitabu kile umetungwa. Lakini haoni. Sawa. Bipili hujanijibu. Ni siku gani tunachinja? Somo atakuwa akamwambia. Siku ya 10. Kile umegezea. Kwa hiyo hii ikae kichwani maswali ikae kichwani. Sema watu wakiwa wamevaa nikabu wanaweza kuambiana majibu afu usijue. Sasa sababu kama kwa sababu tu sababu huwezi kujua mdomo unacheza ila kwa ishara utajua, kwa ishara na nini utajua. Lakini macho hapo huko mbele. Lakini siku ya 10. Kwa ishara tu unajua, kwa ishara unajua ishara zinakuwa zinaongea ishara. Naam Sheikh. Siku ya ile siku ya Eid ndio siku ya 10. Siku ya kuchinja. Na ya mtashiriki Baada ya Eid. Yaani mtashiriki ni siku 3 baada ya Eid. Pia ni siku za kuchinja pia. Ile siku siku 3 baada ya Eid. Tunasema zile siku ni siku za kula na kunywa, ni siku 3 baada ya Eid na kumtaja Allah. Ndio usiku kufunga siku hizo 3. Haramu kufunga hizo siku. Na ukifunga unapata madhambi. Tarehe 10 na 11 na 12 na 13. Hii tarehe 10. zote ni tashiriki. Tashiriki inaanza 11 sasa. Yaani tashiriki inaanza leo, si ndio Eid, kesho yake inaanza tashiriki 11, 12 tashiriki na 13. Ndio ya kubanika. Ya kubanika nyama Sheikh Feruzi anafahamu. Hizo chinjwa jana yake. Zinaanikwa sasa, wanaanikwa wanakuwa na zila tu. Sawa. Shetarishi tuko pamoja ayamu tashiriki. Swali la 4. Narusha mawe kwa siku ngapi? Tunarusha mawe kwa siku ngapi? Shetarishi swali lako hilo. Swali la uliza, je, tunarusha mawe kwa siku ngapi? Bila kugeza hapo. Yaani vile vijio tunarusha siku ngapi, vile vijiwe vile. Kupiga zile jamarati. Ndo tujibu sasa. Yaani unasema bwana ni siku 6 ngapi? Usiulize na wewe tena. Narusha kwa siku 3. Siku ipi na ipi? Vile vijio tunarusha kwa siku ukitizakia unaona kanyosha mkono. Na pia 13 kwa ambaye atakayechelewesha. Isipokuwa siku ya 10 tunapiga guzo. Tunapiga moja tu. Nilipi ile ukisoma? Tumesema kuna la kwanza, la kati na kubwa. Tunapiga lipi siku ya 10? Siku ya 10 ile guzo tunapiga guzo moja. Sasa katika hali tunapiga la kwanza, la kati au kubwa. Ukinijibu hapa utaona kweli utakuwa sio kuanza, tunapiga guzo moja tu siku ya 10. Kwa tunapiga kubwa, si ndio? Kubwa barakallahu fiki. Wale kwa tuko pamoja. Kwa siku kuanzia siku ya 11 tunapiga yote matatu. Bi Mariam. Tunapiga yote? Na wale mawe tunasema tunarusha vipi Bi Mariam? Namna ya urushaji ya yale mawe. Je, naweza nikashika mkono mmoja yote 7 nikatupa kule? Ukirusha moja unasemaje? Kile ukirusha kijiwe kimoja. Allahu Akbar. Na kama pia ujisikii vizuri unaweza kumpa mtu anaenda kukupigia lema bila wewe kwenda kule. Sheria imeruhusu pia hivyo. Unayemwamini. Ni muamini. Akishakuwa hujaji muaminiana tu. Sasa mtu kaenda hija kule akafanya ufedhuli, sasa la kwake yeye ile. Allahu a'lam. Naam. Imeisha. Na maswali yameisha. Sawa, shukrani sana kwa kushiriki. Basi tuendelee. Sasa hii ilikuwa ni ile jamarati tulioitaja jamarati. Watu kaonelea kwamba tuhitaji sasa kiundani jamarati. Kusema jamarati ni hizi nini mnazoziona hizi? Na maelezo yake kwamba umeona jua. Mnaona hapo mama, uangalie huko sasa huko huko wote kwenye skrini huko. Bizamda. Swali lako litakuja hapa Bizamda. Unaweza kuuliza swali insha. Jamarati ni nini? Unaona hapo kijani jua. Ni nguzo 3 ambazo ziko Mina. Hii Mina unaweza kaita Mina au kaita Muna. Mina au Muna. Yote majina yake. Zinazorushwa mawe hizo nguzo 3 ambazo ndio hizi hapa. Ni kumbukumbu ya kumwasha shetani na kumtii Allah. Ibrahim akatana shetani akawa anamletea. Ibrahim akawa anampiga. Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nguzo za jamarati 3 hizi hapa. Ya kwanza inaitwa al-ula. Inaitwa watu ningeashiria. Inaitwa al-ula. Hii ya mwanzo. Na hizi zote hizi nguzo 3
tukifika mtaziona ziko sawa sawa zote ukubwa. Sio kwa sababu mbona Bakari mbona ile ni ndogo, mbona ziko sawa sawa, ni majina lakini zote ziko ukubwa wake. Kama unavyoona zilivyojengwa hivi. Ni kama mawe yale nani fulani hivi. Nimezungushwa namna hizi imekaa hivi. Na mawe ukirusha, unaona hii mzunguko mfano, umeona mzunguko huu. Yaani mawe yaingie huku. Yaani kisha unavurusha sio karusha unatupa mawe yakana nani chini hapo. Utakuwa umekosa hiyo. Na hii ni wajibu. Ukifanya ukiacha unabidi uchinje mbuzi. Zile fidia. Yaani mawe yaingie kwenye hii raundi kwa ndani kule. Wamejenga iko jamarati kubwa, afu kuna raundi yanaingia kule ndani. Kwa usirusha wengine watupa pale chini pale. Usifanye hivyo. Yaingie kule ndani. Kwa hiyo ya kwanza ambayo inarushwa mawe 7, Allahu Akbar kila kijiwe. Hiyo kijiwe cha mwanzo Allahu Akbar. Ukishamaliza hii ya kwanza ukija kabla ya kwenda ya pili zimekaa hivi. Ya kwanza, ya pili, alafu ya tatu tulivyopangana hivyo. Ukishamaliza kurusha vijiwe 7 hivi, unasogea kidogo pembeni yake pale. Japokuwa askari wanafukuza sana watu, kidogo unainua mikono yako juu. Sema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Omba dua rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ombea familia yako kidogo kwa haraka haraka. Alafu unakwenda ya pili. Na pia unarusha mawe 7 hivi kila kijiwe Allahu Akbar. Alafu ukishamaliza 7 unasogea pembeni pia kidogo unaelekea Makkah. Sasa jamani kikaa Makkah inakuwa ipo kwa huku. Unaelekea Makkah unainua pia mikono omba dua pia. Kwa haraka haraka sababu askari wanafukuza watu ni wengi. Alafu unakwenda hiyo ya tatu ambayo inaitwa al-Aqaba au inaitwa al-Kubra, hii ya mwisho. Na pia vijiwe 7 kila kijiwe Allahu Akbar. Kila kijiwe unasema Allahu Akbar. Sasa ukishamaliza sasa hakuna dua hapo. Hapo unageuza unarudi wapi? Tunarudi Mina. Tunarudi sasa masiku ya kupiga hii jamarati. So umeona hizo zipanga hizi. Umeziona vizuri hizi? Bipili umeona bipili? Hii ya siku ya kwanza ni yaumun nahr. Hii siku ya mwezi 10 ambao alijibu kuswaumu kwa unapiga lile kubwa peke yake. Vijiwe vingapi? Vijiwe 7. Alafu siku ya 11 ni siku za tashriq, Sheferuz. Na yamu tashriq sasa hizo. Na 12 na 13 unapiga yote matatu. Jamarati zote 3 kila moja mawe 7. Kila kijiwe Allahu Akbar. Hivyo. 12 hivyo hivyo. Isipokuwa 12 taasisi nyingi huwa zinaondoka na sheria imeruhusu. Allah anasema faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi. Atakayewaisha katika kupiga jamarati siku 2, yani kapiga 11 na 12. Alipomaliza akaondoka zake hakuna shida. Akitaka akapiga akarudi Maka, akarudi Mina tena aje kupiga kesho yake hakuna ubaya. Ndio akasema jamarati zote kila moja, hii ni siku ya mwisho kwa mtu anayekaa Mina siku 3. Kwa kuna wengine wanakaa siku 2, wengi taasisi zinakaa siku 2. Tanzania nyingi. Kwa ukishamaliza hii baada na hii kuanzia 11 na 12 na 13 ametaja muhimu kurusha mawe wakati wa mchana baada ya jua kupita, yani wakati wa zawali. Usiende kupiga jamarati asubuhi. Kuna watu wanaendaga asubuhi, mimi nishawashuhudia. Iko mmoja anachukua watu asubuhi, Allahu Akbar Allah, wanawapeleka asubuhi. Sababu mchana jua kali bana, lakini mtume ameenda mchana. Hivi kweli wewe mtume wewe unajionea huruma mtume ya kuona hiyo huruma hiyo akasema hawapeleki watu msanga? Kwa unapiga baada ya zawali. Unakwenda mchana unapiga, ukishamaliza narudi Mina mwezi 11. Pia 12 hivyo hivyo. Namna ya kurusha hii. Umeona hizi njia za kurusha jamarati. Chukua mawe madogo, sio mawe makubwa. Vimo vidogo vidogo vile. Mfano kama ukubwa wa nazi au kidogo zaidi. Nazi kubwa ni kama nani fulani. Vijue kama marage vile. Au kama marage vile lilivyo lile. Ujue ukubwa ule majiwe. Kwa hapa simama, kuna nguzo. Nasema unasimama kwa upande wa nyuma yake. Baada ya kila kijiwe Allahu Akbar. Rudia mpaka umalize 7 kisha nenda nguzo inayofuata mpaka mwisho. Adabu na maelekezo yake. Nia yake kwamba ni kumnani shetani. Kutokumtii nani kwa hataki shetani mtu amtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuwa na utulivu. Usisukume watu. Usifanye vurugu. Wala usipigane na mtu. Wewe sogea huku ustaarabu, mtu akujibu na ni wewe, sababu katika hija hatakiwi kuleta malumbano au kuleta maneno machafu na matendo machafu. Usipige kelele na pia vile vile usichelewe sana. Lakini pia usikimbilie. Kama ilivyokuwa swala, yani swala usikimbilie haraka na wewe haraka. Swala nenda kwa utulivu. Kwa utulivu na upole. Na pia usitupe takataka.
Kama una chupa yako umekwenda nayo, sababu mara nyingi tukienda tunaendaga na chupa zile za maji ndogo ndogo kwa ajili ya kutia ile mawe, sababu siku ya 11 unakwenda na mawe 21 unakuwa kwenye chupa. Kwa kushamaliza kwenye chupa yako usitupe pale, chupa yako toka nayo, ili kesho utakuja kuwekea kutumia tena. Afu maswali hayo hapa sawa. Ni nguzo ngapi za jamarati? Nguzo za jamarati ni ngapi? Bizamda, jamarati na nguzo ngapi jamarati? Jamarati ya kwanza inaitwaje? Ile nguzo ya kwanza ya jamarati ile. Kwanza tumesema inaitwa al-ula. Ula, alafu ustwa, alafu kubra. Ula, ustwa, alafu na kubra. Swali la pili. Ni nguzo ipi ya kwanza kurushiwa, kupigwa mawe? Ukianza unaanzia kupiga ipi? Tusaumu. Unaanzia na kubwa. Wazi na kubwa. Kubwa unapiga siku ya Idi peke yake. Siku nyinginezo, siku zile za 11, 12 na 13. Unaanza ipi? Ipili? Unaanza ipi? Tusharifu? Ile mwezi 11 baada ya ile siku ya kupiga ile moja kubwa. Ile siku ambazo unapiga unarusha mawe 21. Ile siku unarusha mawe 21 ambao mwezi 11 unaanzia lipi? Unafuatia lipi? Afu unamalizia na lipi? Jumari, kutajibia swali. Ile mwezi 11 na 12 unaanza kupiga lile la mwanzo. Unaanza na al-ula. Afu unakuja na al-wusta la kati, afu unamalizia kubra. Unavyokuwa namna hiyo imekaa hivyo. Ula, wusta, afu al-aqaba, al-aqabatul kubra. Huyu ambapo tunaazimia kwamba tunakwenda kupiga mawe kama kutoa wafu wana tunakwenda kwamba sasa leo tunakwenda kufanya hiki. Tunakufanya hiyo tukumbushana. Hii haijaisha hapa. Nadhani imekwisha. Haijakwisha. Hii bado. Hautakuwa mwenyewe kule. Hii bado haijaisha hapa. Hapa tuna maswali tu, sababu hii ni ibada ya matendo. Hija vina zake nyingi ni matendo, kufanya. Kwa hiyo tushaelezana hapa, tufika kule, muona pameandikwa pale kubwa ile ndio ula uswa afu ni kubwa. Muona nani tawafu, muona mina ndio hivyo. Unaelekezana bana, tunasema bado Arafa ndio hapa kumbe. Hija sehemu nyingi ni kutenda. Ile swali lingine lilikuwa nasemaje? Ile swali limejibiwa? Nguzo ya kwanza kupigiwa. Alafu mawe mangapi kwenye kila nguzo? Mawe mangapi kwenye kila nguzo? Hiyo taweza mawe mangapi kila nguzo? 7. Okay. Siku gani tunarushia jamarati zote? Ndio swali. Usio muda wa kusoma notice. Usome. Siku moja tunapiga zote tunapiga zote jamarati. Siku ipi? Tunapiga zote 3. Ya mwisho peke yake. Ni siku 3 maana yake. Kwamba kupiga matatu yote yale ziko siku hizi 11, 12 na 13. Japokuwa kuna wengi tunaondoka 12. Kwa hiyo siku moja kupiga jamarati zote 3 ni siku 3, 11, 12 na 13. Kila jamarati kijiwe unapiga vijiwe 7. Kwa maana kila siku mawe 21. Na pale ukienda pale maana yake hii ni ibada ya utiifu kwa mwasi shetani. Ndio maana yake unamtii Allah na mwasi nani? Shetani. Shetani ni adui. Na shetani kwa kuambia tu shetani alivyo hii mioyo yetu. Shetani amekaa kama vile ilivyokuwa ngozi yangu na yako. Ndio shetani alivyokaa kwenye moyo. Lakini ukimtaja Allah shetani huwa anajizuia kwako na anaondoka. Lakini ukiwa kwenye ghafla mdomo wako una rutuba, mtaji Allah, shetani anakuwa kama ngozi katika mwili wako, katika moyo wako. Anakutia wasiwasi, unakuwa na ghafla, mtu anakuta na wasiwasi, bana na wasiwasi bana. Na wasiwasi mtu anakaa na bana wasiwasi. Ukigua dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sawa.